kipekee viongozi wetu wa dini ambao wamejumuika nasi na wametuongoza katika dua na sala. Nitambue pia uwepo wa mwenyekiti wa halmashauri pamoja na baraza lote la madiwani. Nitambue wageni wote waalikwa wa ndani na nje ya nchi. Karibuni sana. Mheshimiwa Waziri, mwenyeji wetu, kipekee na mimi nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kushuhudia tukio hili muhimu ambalo naendelea kuonesha hatua zinazofikiwa katika mageuzi kwenye sekta hii. Hongera sana wewe pamoja na timu yako yote ya ndani ya serikali na ya sekta binafsi kiongozwa na wenyeji wetu. Na Mheshimiwa Waziri, kama utakavyokumbuka na wageni waalikwa wote kwamba shughuli hii ilikuwa ifanywe na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini kutokana na majukumu mengine yenye umuhimu sambamba katika ujenzi wa taifa, Mheshimiwa Rais amenituma nije kumwakilisha katika shughuli hii muhimu inayoweka alama ya mageuzi katika sekta yetu hii muhimu. Na mimi namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kunituma kuja kumwakilisha katika tukio hili. Moja, mimi ni mtoto wa mfugaji na nimesomeshwa kwa mifugo. Mimi nimesoma kwa kutumia fedha zilizotokana na mifugo. Lakini na mimi ni mfugaji. Lakini na mimi nimewahi kuwa waziri wa mifugo. Kwa hiyo leo hii kutumwa, nimepata lifti ya bure kushuhudia jambo ninalolipenda kulifanya. Mheshimiwa Waziri, naungana nawe kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kunituma. Na kipekee kama ambavyo nimeona na nimetambulishwa, let me now on a special way on behalf of Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan and indeed on behalf of the government of the United Republic of Tanzania, allow me to convey our deepest appreciation to our participants from outside Tanzania, our neighbors from Kenya, our brothers and sisters from Namibia, and those from Brazil for joining us today. I warmly welcome you to explore and invest in our country. As you know, Tanzania offers a highly conducive and profitable investment environment backed by firm political goodwill. Truly, Tanzania is a land of endless opportunities. Karibuni sana wageni wetu wote. Kama mnavyojua, nimepata fursa, nilipofika tu nimepita na kutembelea maeneo ya maonesho. Nikiri kwamba nimeweza kuona aina mbalimbali za mifugo, ng'ombe wazuri, kondoo pamoja na mbuzi. Lakini pia nimeona eneo la malisho ya mifugo. Hali hii imenikumbusha changamoto ambazo wafugaji wanakabiliana nazo, ikiwemo ukosefu wa mbegu bora za mifugo na uhaba wa malisho ya mifugo. Maisha ambayo wafugaji wanayaishi na changamoto wanazokutana nazo sijazisoma kwenye vitabu na nazijua, nimepitia. Uhaba wa malisho unanikumbusha pia migogoro ya ardhi ambayo imekuwa ikitokea kati ya wafugaji pamoja na watumiaji wengine wa ardhi. Nimeyaona haya, nimeyashuhudia haya, lakini pia ni mambo ambayo yanatishia undugu wetu kama Watanzania. Kwa malisho niliyoyaona leo hapa, nikiri kwamba jawabu la kudumu la matatizo ambayo tumekuwa tukiyapata Watanzania tunaoshiriki katika sekta hizi za uzalishaji yanapatikana kama ambavyo tumetoka kujionea hapa.
suala la kuongeza hamasa katika upatikanaji wa malisho halikuepeki. Nimekuwa nikisema, na nashukuru sana wizara imeendelea na hatua hizi kubwa, yakiwa ni maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na kila tunakopita tumeendelea kuyaelezea. Nimesema kwamba suluhisho la migogoro ya kugombania matumizi ya ardhi ambayo inazidi kushindaniwa sio kuchukiana, wala sio kupigana, wala sio kuwekeana uadui, bali ni kupata jawabu la kudumu ambalo leo tumeonyeshwa hapa na wataalamu wetu, lakini na wazoefu ambao wameshafanya katika nchi zao, lakini pia katika ranchi ambazo tumetoka kutajiwa zilizopo ndani ya nchi yetu. Nitoe rai kwa wafugaji wote kutumia maonesho haya kujifunza na kuanza kuwekeza katika kilimo cha malisho ili kuleta tija zaidi katika mazao ya mifugo, lakini pia ili tuweze kuepukana na changamoto ambazo tumekuwa tukizipata. Hata tusipopenda kufanya hivyo, hatuna njia nyingine, kwa sababu kwa ongezeko la matumizi ya ardhi, uhitaji wa matumizi ya ardhi kufuatia kuongezeka kwa idadi ya watu, huku ardhi ikiwa haiongezeki, hata tusipopenda kubadilika, hatuna njia nyingine mbadala ya kuendelea kuishi na hali ya matumizi ya ardhi tulivyokuwa kuishi na kutumia matumizi ya ardhi katika mazingira tuliyokuwa tunatumia siku za nyuma. Serikali ya awamu ya 6, kwa kutambua umuhimu wa sekta na mabadiliko yanayohitajika, imeendelea kutekeleza mikakati mahususi inayosimamia maendeleo ya mifugo, ikiwemo kuchukua hatua mbalimbali ili kuinua sekta hii muhimu kwa uchumi wa taifa letu. Mtakumbuka mnamo tarehe 16 Juni 2025, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizindua zoezi la uchanjaji na utambuzi wa mifugo lililofanyika kule mkoani Simiyu. Lengo lilikuwa ni kudhibiti magonjwa na hatimaye kuwa na mifugo yenye afya na inayokidhi mahitaji ya soko. Lazima tuende na utaratibu huo, na leo hii tumeonyeshwa hapa kwamba kama tungeweza kupata lita kadhaa za maziwa kwa kuwa na idadi kubwa zaidi ya mifugo, kwa kuwa tunaendelea kupata changamoto kuhusu upatikanaji wa maeneo ya malisho kwa wingi, basi tuende kwenye ubora ili tuendelee kupata kiasi kikubwa zaidi ama kiasi kile kile ama kiasi kikubwa zaidi cha maziwa kutokana na idadi ndogo ya mifugo. Hivyo hivyo na kwa upande wa nyama, hivyo hivyo na kwa upande wa kipato cha fedha kinachotokana na uuzaji wa mifugo. Wafugaji wenzangu, mtakumbuka tunapata shida sana, lakini si kwamba huwa tunapata tija kubwa sana. Ukiangalia ile shida ambayo inapatikana na tija inayopatikana haiendani na tija inayopatikana kwa wale ambao wamewekeza kwenye mageuzi haya ambayo tumeonyeshwa leo. Hata aina ya mifugo yetu. Mheshimiwa Dr. Bashiru, waziri wetu wa mifugo na uvuvi, nikupe kisa kimoja. Sisi kule wafugaji kule Usukumani kule, ng'ombe hata akivunjika mguu tunamfunga POP ili apone. Mazingira magumu ya ufugaji, upatikanaji wa malisho, upatikanaji wa chanjo pamoja na huduma zingine. Mageuzi haya yanalenga kututoa katika mazingira hayo. Uwekezaji huu unalenga, mageuzi haya yanalenga kututoa katika mazingira hayo magumu ya kuendesha shughuli hii ambayo ni shughuli muhimu sana katika maisha ya binadamu.
Nikiwa naelekea kumalizia, nitumie fursa hii kupongeza hatua mbalimbali na mchango wa sekta binafsi ambao ni mchango mkubwa sana katika mageuzi ya sekta hii. Kama ambavyo mmeona leo maonesho haya ya Mbogo Tri-Nations Livestock Expo 2026 yaliyoandaliwa na kampuni ya Mbogo Ranch ni sehemu ya utekelezaji wa mikakati ya serikali kushirikiana na sekta binafsi katika kuleta mageuzi ya kiuchumi. Mheshimiwa Rais tangia ameshika hatamu ya kuongoza nchi yetu amefuta kodi na shuru mbalimbali zaidi ya 300 ukiziunganisha kwa pamoja zinazogusa sekta hizi za uzalishaji, lengo ikiwa ni kutengeneza mazingira mazuri kwa sekta binafsi kumea, kushamiri katika kuiendeleza sekta hii ya mifugo sambamba na sekta zingine ambazo wanashirikiana nazo. Na kutokana na umuhimu huo, mbali na hatua hizo ambazo Mheshimiwa Rais amezichukua kwa kutambua mchango huu, bado Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 imetambua ushiriki wa sekta binafsi na imeelekeza hatua zaidi kuweza kuwezesha sekta binafsi kutekeleza majukumu haya na kuleta mchango mkubwa zaidi katika kuboresha sekta hii ya mifugo na sekta sambamba za uzalishaji ikiwemo kilimo na uvuvi. Nitoe rai kwa wadau wote wa mifugo kutumia fursa ya maonesho haya kujifunza kuhusu matumizi ya teknolojia za kisasa za ufugaji ili kuongeza uzalishaji, kuuza na kununua mifugo bora kwenye minada inayoambatana na maonesho haya. Ninachokisema kwa ufupi ni nini? Kwamba maonesho haya na hiki ambacho tumekiona kwenye maonesho ndio uwe utaratibu wa maisha. Tusiwe na bidhaa kwa ajili tu ya maonesho. Bidhaa za aina hii ndio ziwe bidhaa za kila siku kwenye maisha yetu. Zisiwe bidhaa za maonesho. Tukifikia hatua hii kwamba uzalishaji wetu kwenye mifugo ni wa aina hii ya bidhaa hizi tunazoziona hapa leo, Tanzania inatosha kuwa mzalishaji na muuzaji wa mazao ya mifugo bora duniani. Na tukifikia hatua hii kwamba mfugaji wa kawaida kwenye maisha yake ya kila siku ana mifugo ya aina hii, kondoo wale niliowaona pale, mbuzi wale niliowaona pale, hapo tutaweza kufikia lile lengo la lililowekwa kwenye dira ya pato la mtu mmoja moja kuwa $7,000. Vinginevyo tutaendelea kutumia wastani ambao wastani mara nyingi sio uhalisia wa maisha ya kila mtu kwenye kila familia. Tukiwa na mazao ya aina hii tutafikia kwa uhalisia kipato cha aina hiyo kwa kila Mtanzania, na hapo tutakuwa tumewezesha pia sekta zingine kupiga hatua. Kama mnavyojua, sekta moja inavyopiga hatua inawezesha pia na sekta nyingine kupiga hatua. Hivi tunavyofanya sasa, anakwama mfugaji, na kwa kukwama mfugaji anamkwamisha na mkulima. Anakwama mkulima, anakwama na mfugaji. Anakwama mkulima, anakwama mfugaji, anakwama na mfanyabiashara. Kwa hiyo mnaona muunganiko huu kwamba ili tuweze kuwakwamua wote hawa, lazima kila sekta ipige hatua, tena ifanye mageuzi ya uzalishaji katika sekta husika. Wizara ya Mifugo na Uvuvi, tuendelee kuhamasisha na kutoa elimu kuhusu uendelezaji wa nyanda za malisho. Aidha, niendelee kusisitiza wafugaji washirikishwe na wawe mstari wa mbele katika kampeni hizo za kuzalisha malisho. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tusimamie vyema mpango wa matumizi bora ya ardhi pamoja na kutenga maeneo kwa ajili ya malisho ya mifugo. Taasisi zote za serikali zinazohusika na udhibiti wa uhamiaji holela wa mifugo ikiwemo mamlaka za serikali za mitaa tutimize wajibu huo
ili kuepusha migogoro inayoweza kujitokeza. Kadhalika, Wizara ya Mifugo kupitia kampuni yetu ya Narco tuendelee kuzalisha mbegu bora za ng'ombe wa nyama pamoja na wanyama wengine katika mashamba yetu, yaani mbuzi, kondoo, kama ambavyo tumetoka kuona hapa, ili tuweze kuwasaidia jamii zetu za kifugaji kupata mbegu zilizo bora. Nimalizie, wafugaji wetu wote tuchangamkie fursa hii. Tuchangamkie fursa hii, kama tulivyoona ni jambo ambalo linawezekana. Tusikatae mageuzi, kwa sababu huko ndiko dunia inakokwenda. Tusikatae mageuzi, huko ndiko dunia inakokwenda. Na tukishakubaliana na mageuzi haya, jamii yetu ya kifugaji, jamii yetu ya wakulima ndiyo jamii inayotakiwa kuwa tajiri zaidi hapa nchini, kwa sababu inashikilia rasilimali kubwa na utajiri mkubwa wa nchi yetu. Kipekee ni washukuru wadau wetu, kama ambavyo niliarifiwa kuanzia kule nilipokuwa na kagua mabanda. Wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Leo hii ni washukuru benki ya NMB. Tunatambua mchango wenu kwa jinsi ambavyo mmekuwa mkishirikiana na sekta hii pamoja na sekta zingine katika mageuzi makubwa. Sisi kule Iramba kisema tukutane benki, tunamaanisha tukutane NMB. Ninatambua pia mchango wenu wenzetu wa kampuni ya Real Time Agri, Farmers Wages Boran Stud, Shafa Farm, Estate Tanzania Agri Limited, Bajuta International na Azam TV. Nikiri kwamba michango yenu wote na wadau wengine ambao sijawataja tunaithamini sana kama nchi, na tunawaomba muendelee, kwani mabadiliko haya yote na mageuzi yote haya katika sekta zetu hizi za uzalishaji yanahitaji mchango wa kila Mtanzania. Nimalizie kwa kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kutatua changamoto zinazowakabili wafugaji kwa kuhakikisha kuwa wanapata huduma na ushauri wa kitaalamu na ufumbuzi wa changamoto zinazojitokeza, ili kuweza kuhakikisha kwamba hawakwami katika kutimiza majukumu yao hayo. Mwisho, japo sio kwa umuhimu, ninawapongeza wafugaji wote na wadau wote mlioshiriki kwa namna moja ama nyingine katika kufanikisha tukio hili kubwa, na niwapongeze na wengine wote wakiwemo vijana wetu wa hamasa. Vibe lenu ni la kutisha sana, hongereni sana. Na baada ya kuyasema hayo, sasa kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninayo furaha sasa kutamka kuwa maonesho ya Mbogo Tri Nations Livestock Expo 2026 yamefunguliwa rasmi, na asanteni sana kwa kunisikiliza, na nawatakia kila laheri mnapoendelea na ratiba zinazosalia na shughuli zinazoendelea. Asanteni sana. Makofi mengi kwa waziri wetu mkuu.